Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, nashukuru sana kwa kupata nafasi hii, lakini pia nikupongeze wewe binafsi kwa kuteuliwa, kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kuteua kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia nikupongeze kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika tukio letu hili kubwa ambalo linahusisha maafisa usafirishaji, bodaboda na bajaji pamoja na machinga nchi nzima. Hili jambo sio dogo kwetu, ni kubwa sana. Mimi naitwa Tito Lazaro, ni msemaji au afisa habari wa Shirikisho la Vyama vya Madereva Pikipiki mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania. Nitakuwa na mambo makubwa mawili, nikianza na jambo la kwanza. Mheshimiwa Waziri, miaka kama miwili au mitatu iliyopita serikali ilituchukua baadhi ya viongozi na madereva pamoja machinga kuelekea nchini Rwanda ili kwenda kujifunza kwa namna gani wenzetu wamefanikiwa katika sekta hii ya usafirishaji kupitia pikipiki ili mbili, lakini pia kwenye swala la biashara ndogo ndogo hizi za machinga. Serikali ilitumia gharama kubwa sana kutupeleka pale nchini Rwanda. Tulikaa kule kwa takriban siku 10 tukijifunza, na baada ya hapo tukarudi ili tukirudi sasa tuwe na majibu ya nini kifanyike hapa kwetu. Tulivyorudi tukaja na majibu, tukaandika taarifa yote. Katika ile ziara, Mheshimiwa Waziri, tuliongozana na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Ilala, ndugu yetu Edward Jonas Mpogolo, sisi tunamuita Mwamba. Tulienda naye kule nchini Rwanda na tukarudi. Baada ya kurudi tukaandika taarifa, tukaipeleka kuikabidhi ofisi ya mkuu wa mkoa. Kipindi kile mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa Comrade Amos Gabriel Makala. Kipindi tunapeka tu ile ripoti, muda mfupi Mheshimiwa Makala akawa amehamishwa Dar es Salaam na akaja mkuu wa mkoa mwingine. Kama ilivyo kawaida, anapokuja kiongozi mwingine tena anakuja na ya kwake, aendelezi pale alipoishia mwenzie. Ndivyo sehemu nyingi zilivyo. Basi baada ya hapo sisi kwa kushirikiana na Mheshimiwa Mpogolo akiwa mstari wa mbele sana kulishughulikia hilo, sababu tulikuwa naye Rwanda, tukanasa machache ambao tumeyachukua kule, tukaanza kuyafanyia kazi, likiwepo swala la mfumo kwamba madereva wote wa pikipiki tairi 2 na tairi 3 wasajiliwe, waingie kwenye mfumo, watambulike. Kuendesha mfumo, Mheshimiwa Waziri, ni gharama kubwa sana, lakini tunaendesha mfumo kwa kujichanga sisi wenyewe 1000 1200 kulipia ule mfumo. Ule mfumo unaendelea na madereva mpaka sasa hivi takriban 20,000 nchi nzima wapo kwenye ule mfumo. Lakini kusajili madereva tu, Mheshimiwa Waziri, bado ni gharama kubwa. Tunajichanga sisi wenyewe, serikali haijaweza kutusapoti ili madereva hawa wasajiliwe, waingie kwenye mfumo. Ule mfumo, Mheshimiwa Waziri, una faida nyingi sana. Dereva akiwa kwenye ule mfumo utasaidia mambo ya ulinzi na usalama, kumtambua dereva huyu anatoka wapi, anaishi wapi, yuko sehemu gani na vitu kama hivyo. Kuna hili swala ambao ni kero kubwa mno kwa madereva pikipiki, Mheshimiwa Waziri. Dereva anakamatwa leo labda kosa barabarani, anaandikiwa faini ile shilingi 10,000 au shilingi 30,000 makosa matatu. Baada ya hapo anatakiwa alipe hapo hapo, ndipo pikipiki yake aweze ukabidhiwa aondoke nayo. Fikiria dereva huyo ametoka kwake asubuhi, hata shilingi 100 na wala hajui watoto wake wanakula nini. Anakamatwa, anaambiwa kwamba hapa hatuwezi kuruhusu mpaka ulipe faini ndio pikipiki iondoke. Faini ile anailipaje wakati ile pikipiki ndio inayomsaidia yeye kutafuta hela ndio aje alipe ile faini? Atafanyaje sasa? Pikipiki inakaa pale, au sasa ataomba huku na huku, mwisho wa siku atauza atashika TV kake apate hela aenda kalipe ile faini ili apewe pikipiki kule polisi. Lakini kumbe sasa kupitia mfumo huu dereva huyu ankamatwa ambaye yumo kwenye mfumo na ana uniform kadhaa, angelipa faini ndani ya siku 7 kama yalivyo magari. Ili atafute hiyo pesa hawezi kulipa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunakuomba hilo uitolee ufanuzi na ulikazie kweli kweli ili dereva huyu alipe siku 7 kama alivyo dereva wa gari, sababu yumo kwenye mfumo. Anajua kwamba mtu tumpata wapi, tutamtoa wapi. Jeshi la polisi mnajua. Polisi tunawashukuru sana hawa viongozi wakubwa wa polisi hawa, wenye vyoo vya nyota sio nini kuendelea huko mbele. Hawana shida. Shida iko kwa baadhi yao huku chini huku.
Unakamatwa, mwisho wa siku unaingilia huku, unatokea huku tabu tupu. Dereva huyu muda mwingine hadi kumfikia huyu askari mkubwa ni kazi sana, anaishia kuchini, analalamika, analialia. Hiyo inajenga chuki kwa jeshi la polisi na serikali. Nimalizie jambo la pili, Mheshimiwa Waziri. Asante sana. Jambo la pili Mheshimiwa Waziri, kwenye swala la mikopo kwa hao madereva. Madereva Mheshimiwa Waziri wanakopa, tukiongelea mikopo kwanza ile ya halmashauri ile mikopo ya halmashauri. Madereva wanaambiwa waunde vikundi. Wanaunda vikundi. Wakishaunda vikundi, wanapeleka kule, bwana muone hiki na hiki na hiki, wanafanya hivyo mpaka mwisho. Lakini mikopo hiyo asilimia kubwa haiwafikii. Mikopo hiyo hawapati. Wanaopata ni wachache. Sisi hapa Ilala, Mheshimiwa, ndio mfano. Mimi hapa na kikundi changu, fikiria mimi ndo mti mkavu, si mbichi, mkavu. Na kikundi changu tumeenda, tumefanya taratibu zote, tukamwenda mpaka Mheshimiwa DC. Mheshimiwa DC akashika bango, anawaambia maendeleo, jamani, mbona mikopo hamuwapi hawa na wana sifa zote? Lakini bado huku chini ni chenga nyingi, kushoto kulia. Huko mikopo inatolewa kwa asilimia kubwa maeneo mbalimbali kwa kujuana. Kama mfahamiki, nyinyi mtasota. Kama mnafahamika, mnapewa mikopo. Na kimsingi hawa maendeleo ya jamii hawa wako chini ya wizara hiyo ya maendeleo ya jamii. Nafikiri sasa ndio hiyo. Sasa hiyo wizara, Mheshimiwa Waziri, tunaomba sana sisi tutoe huko, tupeleke wizara ya kazi, wizara ya vijana. Wizara ya vijana yuko Mheshimiwa Nauka hapo, tumemuona kwa muda mfupi tu kafanya kazi kubwa sana kuwafikia vijana. Tutoe huko kote, tupeleke wizara ya vijana. Na hata zile hela za Mheshimiwa Rais bilioni 100 ziende wizara ya vijana, hapo zitatufikia sisi huku. Asante sana. Wizara ya maendeleo ya jamii inafanya kazi kubwa kwa baadhi ya sehemu. Tunamshuhudia mara nyingi Mheshimiwa Waziri wa maendeleo ya jamii anadii sana na walemavu. Mlemavu akionewa, moto unawaka kweli kweli. Ukisikia mwanaume kapigwa na mke wake, Mheshimiwa Waziri kanipiga mke wangu, mama anakuja speed huyo. Hatari. Ni hatari kubwa. Ila huku kwa vijana huku, sisi huku makundi wengine kwenye hela. Wazee, issue ni hela, au sio? Huku kwenye hela huku hatupati pesa. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba, mamlaka unayo, uwezo unao, tutoe huko maendeleo ya jamii, tupeleke hapo wizara ya vijana, hapo mambo yanakuwa safi kabisa. Asante sana. Kwa upande wa bodaboda, mwenyekiti amechagua sana viongozi, lakini tulikuwa tunapenda tupate testi ya yule bodaboda ambaye yeye sio kiongozi. Kwa hiyo naomba mwenyekiti nichagulie mmoja ambaye unaona huyu